Kwanza ni kushukuru kwa kunitembelea na pia vile vile kutaka kujua masuala machache kuhusiana na maandalizi ya mkutano mkuu wetu wa uchaguzi baada ya miaka 5 kukamilika. Niseme tu kwamba maandalizi ya mkutano mkuu yanaendelea na yapo katika hatua ya mwisho kabisa, kwa sababu uchaguzi wetu, mkutano mkuu, at least tuseme mkutano mkuu wetu utafanyika tarehe 18 mwezi wa 3 2025. Hapo ndio tunafanya mkutano wetu mkuu kwa wilaya yetu ya Babati. Na mmejipangaje hasa katika mkutano huo? Tumejipanga vizuri kwamba mkutano wetu utafanyika kwa amani kabisa, kutakuwa na demokrasia ya kutosha, na wale ambao wamegombea nafasi mbalimbali, kwa sababu kuna nafasi mbalimbali kwenye chama chetu zimegombewa. Kuna nafasi ya mwenyekiti, kuna nafasi ya mweka hazina, lakini kuna nafasi ya wajumbe wala shule za msingi, shule za sekondari, elimu ya awali, vyuo na taasisi na kitengo cha walimu wanawake pia. Kwa hiyo sisi tumejiandaa, tunahakikisha kwamba kwanza kutakuwa na demokrasia ya kutosha, lakini pili ulinzi na usalama utakuwepo, lakini tatu kila moja mawazo yake yataheshimiwa kwa misingi ya kidemokrasia. Na mkutano huu utashirikisha wapiga kura ngapi ama washiriki watakaoweza kugombea kwenye uchaguzi ambao unaandaliwa kwa ujumla? Mimi niseme kwamba kwanza kuna namna mbili ya wajumbe wa mkutano mkuu. Kuna wajumbe wa mkutano mkuu, lakini kuna wajumbe wale wanaopiga kura. Wajumbe wa mkutano mkuu ni 267, lakini wajumbe halali wanaopiga kura ni wajumbe 259. Hao ndio wanaopiga kura. Kwa nini? Maana yake kuna shule zetu matawi, maana yake kuna matawi zetu zile shule za halmashauri ya wilaya ya Babati vijijini, halmashauri ya mji wa Babati, lakini kuna wajumbe wengine wanaoshiriki katika uchaguzi huo. Kwa mfano kamati ya utendaji ya wilaya yenye wajumbe wapatao 16 hawana haki ya kupiga kura, lakini wengine wote waliobaki wanapiga kura. Kwa mfano wale walioko kwenye wilaya yetu kwa ngazi ya mkoa, kwa mfano mweka hazina wa mkoa atapiga kura, lakini pia vile vile mjumbe wa kamati tendaji ya taifa ambaye naye atapiga kura katika wilaya yetu, kwa sababu wako ndani ya mkoa wetu. Lakini pia kuna yule atakayechaguliwa kutoka kitengo cha walimu wanawake, yule mwenyekiti naye atapiga kura ya kuchagua viongozi wa wilaya. Na unaonekana kwamba siku ya uchaguzi itakuwa ni siku moja. Lakini kwa nini mmepanga siku moja badala ya siku mbili? Kwa sababu inaonekana mambo yanakuwa ni marefu zaidi. Ni unajua ndugu Masanyika, sisi tunafuata kanuni na katiba. Chama inaongozwa kwa misingi ya katiba, lakini kuna kanuni. Sisi kanuni zetu kwamba uchaguzi, siku ya uchaguzi ni moja. Siku ya uchaguzi ni moja, ambapo asubuhi mapema kabla ya mkutano mkuu na mkutano wa uchaguzi tutachagua viongozi wa kitengo cha walimu wanawake ambao watawapata viongozi wao. Kule watamchagua mwenyekiti wao, mweka hazina wao, na wajumbe wale wengine 4 watachaguliwa ambao wataunda ile cabinet ya walimu wanawake. Kwa hiyo wao watafanya uchaguzi wao asubuhi, watawahi saa 2 asubuhi mpaka saa 4 kamili. Tumemaliza saa 4 kamili, tutaendelea na uchaguzi wetu mwingine. Kwa hiyo ratiba hizi za uchaguzi zinapangwa na makao makuu. Sisi tunabaki kwenye misingi ile ambayo imeandaliwa. Lakini mimi niseme tu kwamba kwa maana hiyo imetengenezwa namna nzuri kwamba tarehe 17 siku ya Jumatatu, kesho tarehe 17 siku ya Jumatatu, wajumbe wote wa mkutano mkuu wanapaswa kuwepo Babati, kwa sababu logistiki zao zile zimeshaandaliwa ya siku ya tarehe 17 na siku ya tarehe 18. Maana yake tutawalipa posho mbili. Maana yake ile reporting day, lakini pia na siku ya pili ambapo ni ya mkutano halisi, wao pia watalipiwa. Kwa sababu ukisema kwamba siku mbili, basi wanaodai siku mbili utafanya siku 3, kwa sababu sisi tunaona kwa taratibu zetu kuangalia 2015 tulifanya kwa siku moja, 2020 tulifanya kwa siku moja. 2020 tukumbuke kwamba tulifanya 2015 tulifanya mkutano wetu asubuhi majira ya saa 9 tukaanza kufanya uchaguzi, lakini tukamaliza uchaguzi wetu majira ya saa 6 usiku. Lakini mwaka 2020 tukumbuke tulianza uchaguzi wetu baada ya mkutano mkuu, tulianza uchaguzi wetu majira ya saa 11 jioni, lakini tulikuja kumaliza saa 8 usiku.
Kwa hiyo inajulikana kwamba taratibu zetu hizi zinakaaje. Lakini mimi niseme kwa viongozi wale ambao sasa tutapata fursa ya kushiriki mkutano mkuu wa taifa, tutaenda na pendekezo hilo ambalo litapelekwa kama maoni ya wajumbe wa mkutano mkuu kwenye wilaya zetu na mikoa yetu, kwamba kuna haja ya sasa kubadilisha kwenye kanuni zetu na katiba yetu, kwamba siku ya mkutano mkuu ziwe mbili. At least siku ya kwanza kuwe na mkutano mkuu ambao utapitisha taarifa zote zile za chama, taarifa ya utendaji kazi, taarifa za fedha za chama, mpango mkakati wa chama siku ya kwanza. Lakini siku ya pili asubuhi watu watamke waweze kuwasikiliza wapiga kura waliogombea, wanadi sera zao, waseme sera zao, wapiga kura wachambue zile sera, alafu wafike hatua ya kuwachagua. Huo ndio ushauri wangu ambao mimi natoa. Lakini kwa sasa sio kwamba ipo Babati, Simanjiro hivyo hivyo, Kiteto hivyo hivyo, Mbulu hivyo hivyo, Hanang hivyo hivyo, na hapa Babati kwamba mkutano mkuu utakuwa siku moja na caucus ya walimu wanawake itafanyika asubuhi, na baadaye tutaendelea na mkutano mkuu wetu wa wilaya. Na maandalizi yakoje mpaka sasa? Maandalizi yameenda vizuri kabisa. Tayari tumeshapata ukumbi wa kufanyia mkutano. Sasa nitoe rai kwa makatibu wetu wa matawi katika maeneo yetu mbalimbali, katika halmashauri yetu ya wilaya Babati vijijini, halmashauri ya mji wa Babati, ya kwamba wanapaswa kufika mapema siku ya tarehe 18 kwenye ukumbi wetu saa 4 kamili asubuhi. Wanatakiwa kufika kwenye ukumbi wa Open University, ambayo ni mahali ambapo sisi tutafanya mkutano wetu mkuu, mahali hapa kwenye ukumbi wa Open University. Lakini nitoe rai kwamba walimu wanawake, wale wa kitengo cha walimu wanawake, wale wapiga kura, wanapaswa kufika kwenye ukumbi wa Open University mapema saa 2 kamili asubuhi, ili waendelee na uchaguzi wao na kusoma baadhi ya taarifa zao. Lakini nitoe rai kwamba kwa jiografia ninaifahamu, kwa sababu tayari logistiki yao ni inaanza tarehe 17 na tarehe 18. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba wajumbe wote wa mkutano mkuu wanapaswa kufika Babati siku ya Jumatatu ya tarehe 17, ili tarehe 18 tuweze kuingia kwenye ukumbi, tuweze kufanya chaguzi zetu ya kitengo cha walimu wanawake, lakini baadaye tuendelea mkutano mkuu na hatimaye tuweze kufanya uchaguzi mkuu wa viongozi wetu wa wilaya, ili tuweze kupata uongozi mpya katika chama cha walimu wilaya Babati kwa tarehe 18. Kwani uongozi uliopita ukoje, ambao ni uongozi chini yako? Ulikuwa mzuri tu. Uongozi wetu mimi nadhani ni uongozi mzuri ambao tumefanya majukumu yetu mwaka 2020 mpaka 2025, na mimi niliingia madarakani tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2020, na nahitimisha sasa 2025 tarehe 18 mwezi wa 3 nitajiuzulu na wajumbe wangu, ili tuwapishe wajumbe wa mkutano mkuu waweze kuwachagua viongozi wengine wapya watakaoshika nafasi ya kuongoza wilaya yetu kwa miaka mingine 5. Kwa nini unaongea kirahisi tu kwamba mnawapisha viongozi wapya? Na maana wewe hutagombea? Mimi sintagombea. Nimetangaza maeneo mengi kwamba mimi sasa sintagombea, niruhusu wenzangu, kwa sababu uongozi ni kupeana. Mimi mwaka 2015 nilichaguliwa kama mwakilishi wa walimu vijana, nikaongoza kwa miaka 5. Baadaye nikachaguliwa kwa mwenyekiti wa chama cha walimu wilaya Babati, nimeongoza kwa miaka 5. Uongozi ni kuachiana. Sio leo unangangania. Ingawa wapo wapinzani wangu ambao wanaongea kwamba nimeogopa. Mimi naogopa nini? Siasa mimi nimezoea, nimekulia kwenye siasa, kwa sababu kwanza nimekuwa kwenye chama cha walimu takriban miaka 17. Kwa sababu toka mwaka 2005 mimi ni kiongozi mpaka leo 25. Na ukijumlisha na miaka ile, kipindi kile ilikuwa kata. Mimi nilikuwepo kipindi kile cha kata, ikaja matawi, nimeongoza. Nikaja mwakilishi wa walimu vijana, nimeongoza. Nikawa mwenyekiti, nimeongoza. Mimi siwezi kuogopa siasa, kwa sababu siasa ni maisha yangu na nimekulia maisha yangu. Na nina mitazamo mingine tena ya kutazama ni kwa namna gani naweza nikakaa kwenye siasa nikaongoza, kwa sababu bado mimi na miaka 42 leo, bado nina miaka mingi ya kuitumikia taifa hili. Siafika miaka 60, kwa sababu kwenye utumishi wa umma unatoka ukiwa na miaka 60. Sasa mimi bado ni kijana mdogo, napaswa kuwepo kwenye siasa hizi. Ninaangalia ni kwa namna gani naweza nikaendelea na siasa za ngazi nyingine,
Hatuwezi kung'ang'ania kwa sababu nilikuwa ngazi ya kata, ngazi ya tawi, nikaja ya wilaya vijana, nikaja mwenyekiti wa wilaya. Sasa angalia ngazi nyingine, usiwabane wenzako. Hatui miungu, tunang'ang'ania. Chama hiki ni cha walimu, walimu wako wengi. Wilaya zetu hizi zote mbili tuna takriban walimu 3225. Kwa hiyo wapo wenye uwezo, wanaoweza kuongoza. Lazima tupishane kwamba mimi nipande ngazi nyingine, mwingine achukue. Kama nilivyoanza kwenye tawi, nikaja kwenye wilaya vijana, nikaja kwenye wilaya mwenyekiti, naangalia upande mwingine wa siasa kwenye ngazi nyingine. Kwa hiyo unafuata nyayo za Mwalimu Julius Nyerere, kung'atuka. Ndio kung'atuka kabisa. Na kwa nini unadhani baadhi ya wagombea au wapiga kura wanasema kwamba wewe umeogopa? Unajua ni demokrasia, uhuru wa kusema. Mimi kwenye kipindi changu chote cha nilipokuwa mwenyekiti wa chama cha walimu wilaya Babati, ni kipindi ambacho viongozi hasa makatibu wa matawi pamoja na viongozi wa wilaya, kila mmoja ametoa maoni yake. Kuna walionitukana, kuna walioninenea mabaya, walioninenea mazuri, wameongea vizuri. Nimetoa demokrasia. Naona hata walioko kwenye kipindi changu nilipokuwa mwenyekiti, hata wale wajumbe tu wa kamati, akikosolewa anakimbia anaenda kwenye vyombo, anashtaki makatibu wa matawi paka kwenye vituo vya polisi kule, kwa sababu hataki kukosolewa. Mimi kwenye kipindi changu nimeruhusu watu wanikosoe. Wengine wananitukana, paka wengine wanatukana matusi kabisa, lakini hakuna mimi mtu naye mshtaki, na siwezi kumshtaki kwa sababu mimi najitambua kama kiongozi mwenye weledi mkuu na anayeelewa maana ya demokrasia. Kwenye nchi zetu za kidemokrasia lazima ukubali kukosolewa, ukishindwa unapisha, unawapa wengine. Lakini mimi sikuwa na maana ya kwamba nimeshindwa, kwa sababu kwenye kipindi changu najua majukumu niliyofanya. Lakini siku nyingine tukipata nafasi nitafafanua zaidi na zaidi ni kwa namna gani nimeweza kufanya kazi kwa kipindi cha miaka 5 ambayo nimeongoza. Na uongozi sasa ujao utakaochaguliwa, unawaambia nini baada ya kuamua sasa kuwapa nafasi nao waweze kuwaongoza wengine? Moja, ninalowashauri kitu kikubwa ambacho mimi ninakashauri na ninaona. Jana kwenye grupu zetu nikarusha mfano moja wa mfanyakazi aliyekuwa anafanya kazi ndani ya ndege. Nikarusha. Katibu mmoja akakurupuka tu, akasema ndio maana umeacha kuchagua. Ndio maana umeacha kugombea. Nikasema sawa, kwa sababu ni mtazamo wake. Kwa sababu mimi ule ujumbe niliotuma kwenye magrupu yale ninamaanisha kitu fulani. Mimi niombe kwanza, kwa sasa ninavyoona, moja, viongozi wetu wafuate maadili ya utumishi wa umma na maadili ya Kitanzania. Hiyo ni ya kwanza. Lakini pili, wawasikilize makatibu wa matawi wanahitaji nini na wanataka nini ya kuendeleza wilaya yetu. Lakini lingine, nisingependa kuchafuana, kutukanana na kudalilishana kwenye mitandao. Tunaondoa utu wa mtu na pia tunaondoa utu wetu sisi wenyewe. Lakini pili, kiongozi yule ambaye atachaguliwa na makatibu wa matawi, mimi namuona ndio huyo sahihi, amechaguliwa, ni chaguo la makatibu wetu wa matawi, lakini ahakikishe kile anachokiahidi anakitekeleza. Mimi nakumbuka mwaka 2020 nilisema tutanunua Costa. Nikasimama pamoja na magumu mengi niliyopitia, pamoja na dosari ndogo ndogo katika manunuzi ya Costa. Nimehakikisha Costa ya walimu ipo. Hatuzungumzi mapungufu, tunazungumza kile ambacho nimekiahidi kwamba tunanunua Costa, lakini Costa iko hapa. Lakini pia vile vile ni waombe hawa ambao wanachaguliwa waache makundi. Makundi yanabomoa chama, makundi yanaharibu chama. Lingine, wazingatie na watambue itifaki. Itifaki ni muhimu sana. Kiongozi mkuu wa wilaya ni mwenyekiti kwa mujibu wa katiba ya chama cha walimu. Sasa kama mwenyekiti hatatambulika, kila mtu anakuwa msemaji, ujue chama haitaendelea na chama haitafika pazuri. Kwa hiyo mimi ni waombe kiongozi ambaye atachaguliwa, ambaye ni kiongozi mkuu wa wilaya, ambaye ni mwenyekiti, na wale wajumbe watakaochaguliwa
wamtambue kwamba huyu aliyechaguliwa na walimu ni mwenyekiti na ni kiongozi mkuu wa chama, lazima asikilizwe, lazima aheshimiwe, na lazima wamone ni kama kiongozi wao mkuu na kumpa heshima ya kuwa kiongozi mkuu wa wilaya. Katika kipindi hii changu mimi, malumbano mengi tu, hakuna anayetambua huyu ni mwenyekiti, hakuna anayeelewa kwamba huyu ni nani. Lakini kwa kuwa mimi ni mwanademokrasia, naona viongozi wa kitaifa, marais wengi wanakosolewa, wanatukanwa, wanafanyaje, naona kawaida kwa sababu ndivyo tulivyolelewa. Lakini swala la kiitifaki lazima lizingatiwe. Na mimi nakumbuka mwaka jana mwezi wa 12 Disemba, viongozi wa chama cha walimu tulifundishwa habari za itifaki. Naomba somo hili la itifaki kwa kiongozi mkuu wa chama ngazi ya wilaya atakayeingia wilayani, lazima ahakikishe kwamba somo la itifaki linafundishwa. Tukizingatia itifaki, mimi naamini ya kwamba chama chetu kitasonga mbele, tutakuwa wamoja. Na unadhani hao ambao walikuwa wakikupiga mawe lakini pia wakikurupuka wakati si wasemaji kulingana na katiba au mwongozo wenu, baada ya uchaguzi wataendelea kuyafanya hayo? Sina imani, lakini kwa sababu hulka ya mtu ni hulka na tabia haina dawa. Mwenye tabia kama hizo kurupuka atakurupuka tu, huwezi kumzuia, na ni nchi ya kidemokrasia. Lakini tungekuwa na misingi imara kama vyama vile vingine ambavyo vina kanuni zao na taratibu zao, kwamba kiongozi mkuu anapokuepo lazima aheshimiwe na lazima apewe heshima yake. Zinapokiuka kuna kanuni, unajua tatizo la vyama vyetu vya wafanyakazi, hatuna kamati ya maadili. Ngazi ya wilaya hatuna kamati ya maadili mpaka uende makao makuu. Hata kule makao makuu na imani kwamba hakuna hiyo kamati ya maadili ambayo inasimamia maadili ya viongozi. Kwa sababu kwa mfano Masanyika, kwa mfano mwenyekiti amesema, kiongozi mdogo sana wa tawi anasema. Sasa hii wewe unaionaje? Hii kitu imekaa vizuri? Lazima tuangalie namna fulani ya kuhakikisha kwamba huyu ambaye atariti kijiti changu ahakikishe kwanza analeta umoja kwenye kamati ile na umoja kwa makatibu wetu wa matawi, ili tuongee lugha moja na tuzingatie maadili ya kiuongozi. Na unadhani sasa hawa watakaochaguliwa, licha kwamba watachaguliwa wilaya ya Babati kupitia chama hichi cha walimu Tanzania, lakini Simanjiro, Kiteto, Mbolo, unawapa usia gani katika kuhakikisha kwamba labda wanapigania maslahi ya chama cha walimu kupitia kuhakikisha wanapanga mikakati ya kuwepo kwa kitengo hicho cha maadili? Mimi niseme tu, kwa sababu maamuzi ya mwisho ya chombo chochote kuwepo, lazima mkutano mkuu wa taifa uamue kuwe na chombo cha namna hiyo. Sisi kama Babati hatuwezi kuamua kwamba kuwe na chombo cha namna hiyo zaidi ya kutumia hekima na busara na utashi. Lakini ikifika wakati na mimi nikipata mpenyo siku moja wa kushiriki kwenye vikao vikuu vya maamuzi vya chama ngazi ya taifa, lazima nitatoa ushauri wa namna hiyo kwamba ifike kwenye wakati wetu lazima tuwe na chombo cha maadili kwa viongozi wetu. Sio sasa mimi mwenyekiti wa Babati na kurupuka nazungumzia swala la mkoa, na kurupuka nazungumzia swala la kitaifa. Swala analotakiwa zungumze mwenyekiti wa mkoa, mimi nazungumza mwenyekiti wa wilaya. Swala analotakiwa kuzungumza rais wa chama, anazungumza mwenyekiti wa mkoa. Hii haifai. Kwa hiyo lazima tuone ni kwa namna gani tunakuwa na chombo cha kutengeneza maadili. Mimi najua maadili ya viongozi wa chama cha walimu yakiwekwa sawa, yakiwekwa vizuri, tutakuwa tunaenda kwenye namna ambayo ni nzuri sana. Tukafika leo hatuwezi kuwa bugdi walimu. Unajua sisi viongozi tunagombana, wale walimu wa nje ambao wametupa dhamana ya kuongoza wanasoma nini? Watasema hamna kitu. Lazima tukubaliane kwamba kuna mapungufu sehemu fulani. Na baba wa taifa tukumbuke mwaka akiwa Mei Mosi kule Tabora nafikiri, alizungumza mwaka 1995 siku ya wafanyakazi, alisema kiongozi yote ambaye hataki kukosolewa hafai kuwa kiongozi. Baba wa taifa alisema hivyo. Ndio maana mimi huwa natembea kwenye maneno haya kwamba mimi maadamu ni kiongozi lazima nikosolewe ili niwe kiongozi sahihi.
Lakini kama hutaki kukosolewa na kama hutaki kubadilika, basi hufai kuwa kiongozi. Siku zote huwezi kupigiwa tu makofi ya nini sasa? Kuna kazi watu wamekupa, fanya, tekeleza. Mimi nilikuwa na mkumbuka mwanasiasa mmoja kwenye nchi yetu, Mzee Lowassa. Nafikiri naona mkumbuka Mzee Lowassa. Kati ya watu ambao wamejitengenezea mandhari nzuri, namna mbalimbali, mazingira, anahakikisha anakuwa rais wa nchi. Nani angemkuta Mzee Lowassa? Lakini Mzee Lowassa amebaki kuwa waziri mkuu, amebaki kuwa mbunge na waziri, lakini ndoto zake za kuwa mheshimiwa rais wa nchi ikawa ngumu. Maanake haikuwa mpango wa Mungu. Ingekuwa mpango wa Mungu angekuwa rais. Na mimi nasema hata ungekuwa unatamani sana nafasi ya kuwa mwenyekiti wa chama cha walimu, Mungu hajapanga, uwezi. Lazima tukubali mipango ile ya Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu amepanga wewe utakuwa kiongozi wa chama, ngazi ya wilaya utakuwa mwenyekiti, basi hata mimi ningepinga, hata ningesema uchafu aina gani, lazima utakuwa mwenyekiti wa chama. Mwisho kabisa tunamaliza na mkutano utafanyika hapa kwenye ukumbi huu wa Open University of Tanzania kituo cha Manyara. Kauli ya mwisho juu ya maandalizi. Mimi niseme tu kwamba maandalizi tayari yamekamilika. Kwa maana ya kwamba zile logistiki ya makatibu wetu wa matawi tayari yapo vizuri. Ndio maana nimesema kwamba ninatoa rai kutokana na jiografia yetu, wajumbe wa mkutano mkuu wote wa ripoti Babati tarehe 17 walale hapa ili siku ya tarehe 18 tuwe hapa. Lakini pia vile muda ule wa kuingia ukumbini, ninaomba wajumbe wa kitengo cha walimu wanawake wafike saa 2 kamili katika ukumbi wetu wa White Rose. Lakini pia wajumbe wa mkutano mkuu, naombeni saa 4 kamili tufike ndani ya ukumbi wetu wa Open University. Tarekebisha ukumbi wetu wa Open University. Tutakuwa hapa, ndiko sehemu ambayo tutafanya mkutano wetu. Na mkutano wetu huu tunatarajia utafunguliwa na mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Babati, Mheshimiwa Emmanuel Kaganda. Kwa hiyo ndio atakuwa mgeni rasmi wa kutufungulia kikao chetu hiki. Lakini pia naomba nitoe utata ambao ulijitokeza kwenye mitandao. Jamani, mimi ninawaomba wajumbe wa mkutano mkuu, swala la t-shirt nimeliondoa na sio tamko letu. Ninaomba kila mmoja avae vazi la heshima ambalo linapendeza. Hilo tu ambalo ninaelekeza kwa wajumbe wetu wa mkutano mkuu. Kwa sababu nimeona pale kuna malumbano, t-shirt nini na nini. Kwa mimi kama kiongozi mkuu wa chama, ninatangaza kwamba kila mmoja avae vazi la heshima ambalo lina mila na utamaduni wetu wa Kitanzania. Mwisho kabisa niwakaribishe katika mkutano wetu mkuu wa chama cha walimu tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2025. Lakini pia ninaomba wakati huu watu wanamalizia kampeni zao, ninaomba na ninawasihi waache kuchafuana. Wagombea waache tabia ya kuchafuana. Kuna maisha baada ya uchaguzi huu. Leo utamchafua mwenzako akawa kiongozi wako au asiwe kiongozi wako, mtakutana kwenye jamii, mtaendelea na maisha yataendelea. Chonde, acheni kuchafuana kwenye mitandao yetu ya kijamii. Hebu ngoja tumalizie kidogo. Kwa nini mmeondoa watu wasivae sare ile ya t-shirt za CWT wakati ndio sare yenyewe? Unajua kuna namna, kwa sababu sare zetu zile, mimi mwenyewe naangalia kwamba watu kule kwenye mitandao, mimi naona watu kuna malalamiko ya watu. Sasa mimi kama kiongozi siwezi kunyamaza. Ndio maana nimesema sasa zile t-shirt walivaa tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2024. Mwingine amesha misplace amepeleka kule. Sasa kwa walimu wana t-shirt hizo zipo, kuna t-shirt za miaka zilizopita zipo. Leo tukisema kwamba tunahitaji za namna moja tukakosa. Sasa mimi kwa mfano hapa nimevaa hii ya zebra. Unaona? Kuna ya blue, kuna nyekundu, kuna ya njano. Sasa huyu akija na ya njano, huyu akija ya blue, mimi nikaja na hii ya kwangu zebra. Hatupo kwenye mfanano ambao wa namna moja. Lakini mimi ningeomba kwamba kwa kuwa hata kule kwenye magrupu yetu watu wamelalamikia hilo, mimi kama kiongozi natambua kwa nini walikuwa wanalalamika. Ningeomba sasa tuvae mavazi yetu ya heshima yenye kufuata mila na desturi zetu za Kitanzania. Mtazamaji,
Mbele yako unaona kituo kikuu cha Manyara, na hiki ni chuo kikuu huria cha Manyara, lakini ndipo ambapo mkutano huu wa chama cha walimu wilaya Babati utafanyika hapa. Usisahau kusubscribe, na hii ni Mdudu Online TV, lakini pia na kushare